trust in chariots, some trust in horses. When I remember the name of the Lord now, I'm more than conqueror through Him that loves me. With you, I know I'm not. Good morning. Ni mchana mzuri, Jumapili iliyopambazuka. Tuko hapa Boresha Radio, kipindi ni Kijana Smart Show. Na leo tumeandalia mgeni mzuri sana ambaye atakuwa anazungumza masuala ya vijana. Ni surprise, nitawacha kidogo alafu baadaye nitamkaribisha ili tuweze kudadavua na zaidi kuzungumza masuala ya kijana. Mimi nakuuliza wewe kijana ambaye umepumzika nyumbani, umekaa, je, uko karibu na redio lako au uko karibu na redio yako? Basi kipindi ni Kijana Smart Show. Siku zote tunakuwaletea hiki kipindi kuanzia saa 10 hadi saa 11 kila Jumapili. Imeletwa kwenu na Esther Njeri. Basi bila kupoteza wakati, naomba nimkaribishe mgeni wetu wa leo ambaye sitaki kumdisclose, nitamkaribisha aweze kuzungumza na vijana. Na pia sitaki kudisclose topic ambayo tunazungumza leo kwa sababu ni topic ambayo ni nyeti kidogo na ni topic ambayo wadau wamekuwa wakifuatilia. Lakini mgeni wetu wa leo sio mgeni kwenye social media zetu, kwenye platforms nyingi za media. Ni kijana ambaye ninamtizama kwa picha ya kitofauti na amekuwa akitu-inspire. Mimi mwenyewe, mimi naweza nikasema ameni-inspire sana. Na leo sisi Boresha Radio tunajivunia kwa sababu amefika kwenye ofisi zetu kwa ajili ya kuzungumza na vijana. Basi bila kupoteza wakati, karibu mgeni wetu. Naomba ujitambulishe kwa majina, alafu tutaendelea ili tuweze kudisclose topic yetu. Nafikiri umejiandaa kabisa. Karibu sana. Okay, asante sana. Mimi kwa majina naitwa Isaac Nsumba. Ni relationship expert, ni author na ni speaker pia. Ninawasaidia watu kuboresha mahusiano yao kwa sababu kuna uhusiano moja kwa moja kati ya mafanikio ya mtu kwenye maisha na mahusiano alionayo. Lakini ni mhamasishaji pia. Ninawasaidia watu kuonesha kwamba things are possible. Yes. Regardless the current situation, vitu vinawezekana. Kwa namna yote vile ambavyo nataka kuwa, nikikutana na mtu najaribu kumwaminisha kwamba vyote vinawezekana. Kwa sababu kile ambacho unakitaka, kuna mtu ambacho amewahi kukipata. Kama amewahi kukipata, tafsiri yake ni kwamba hata wewe pia unaweza kukipata. So ninajisikia furaha sana mimi kuwa pamoja nanyi leo. Yes. Karibu sana. Sikutaka kudisclose. Isaac, karibu sana kwa Boresha za Radio. Najua of course uko very busy, lakini pia ni mtu ambaye una vitu vingi ambavyo unavyovifanya. Kwa hiyo wewe kutengeneza muda na kuwa available kwenye studio zetu, tunashukuru sana. Sasa topic yetu, najua wewe ni mtaalamu wa relationship, lakini leo kidogo tunaenda pembeni. Tutakuwa pembeni kidogo, lakini of course naamini ni kitu ambacho kina align na kitu ambacho umekuwa very vocal about it, relationships. Sasa wewe ni relationship expert, lakini pia ni author na speaker. Ila leo natamani sana vijana wasikie kutoka kwako. Tunazungumza kwa habari ya pressure. Jamani, vijana wana pressure. Lakini sisi topic yetu tumejikita kwenye lengo moja. Je, jinsi ya kushinda pressure ya mafanikio kwa vijana wetu. Hiyo ndio itakuwa topic yetu. Labda kwa kuanzia kidogo kabla tuende kwenye maswali. Hivi pressure ni nini? Just in one word. Pressure ni kama nini? Pressure inaweza kutafsirika kama hali ya mtu kujihisi maisha yanamkimbiza. Na mara nyingi inatokana na hofu ya kesho, lakini pia na matarajio ambayo mtu anakuwa nayo. Yes. Kwa mtu anapoona kwa matarajio mambo hayaendi sawa sana vile alivyokuwa ategemea, anakuwa under pressure fulani. Na pressure mara nyingi tunaweza tukaigawanya kwenye namna kubwa mbili. Ziko aina nyingi za pressure, lakini kwa vijana wanasumbuliwa na pressure za aina kubwa mbili. Pressure kwanza inaitwa success pressure. Success pressure. Yes. Ni pressure ya mafanikio. Ambayo tunaiongelea leo. Lini atapata nafasi ya kununua gari, lini atafika hatua ya kuwa mtu mkubwa, lini atasafiri nje ya nchi na mambo kama hayo. Sasa hiyo ni aina kwanza pressure. Aina ya pili ya pressure inaitwa relationship pressure.
ni pressure ya mahusiano. Yani mtu anaanza kuwaza lini na mimi nitapata mwenza sahihi, lini ambapo utafurahia mahusiano, lini ambapo na mimi nitaoa, lini ambapo utapata watoto, lini ambapo utakuwa mume, lini nitakuwa mke. Sasa ile pressure ya kwanza ya mafanikio inawatesa sana wanaume, lakini pressure ya pili ya mahusiano inatesa sana wanawake. Kwa unakuta kila mmoja ana pressure yake ambapo kwa moja au nyingine ambayo inamsumbua. Na mtu mwenye pressure anakuwa na viashiria. Kiashiria cha kwanza kabisa tunakiita overthinking na stress. Yani mtu anakuwa anafikiria sana. Yani anafikiria hapati majibu. Unaweza kukuta analala, kesho kiamka anafikiria. Yani mara nyingi anafikiria pasipokuwa na mwisho. Yani mwisho wake ni pale ambapo atapumzika. Lakini kiashiria cha pili ni looking for shortcut. Mtu anakuwa na pressure ni sasa anakuona kama muda haupo upande wake. Kwa anakuwa anafikiria kitu gani ambacho anaweza akafanya ikampatia matokeo instant. Lakini kiashiria cha tatu cha mtu mwenye ana pressure ni mara nyingi anakuwa hana motive. Yani amepoteza ile motivation. Kapoteza kabisa hamasa kwenye maisha yake. Anakuwa anaona kama ile nguvu aliyokuwa nayo hana tena. Na kwa nini? Kwa sababu anaanza kuhisi kama tayari yeye ni mtu wa kushindwa, tayari muda ushamtupa mkono na mambo yanafanana nayo. Hapo jamani, Isaac, mimi nataka nielewe. Sasa hizo pressure mbili tumejifunza. Actually mimi nilikuwa sijui kama kuna aina mbili ya pressure, lakini umeidafua vizuri. Sikujua kwamba sisi wanawake tuna pressure relationship na ni mafanikio. Sasa chanzo cha kijana wa sasa hivi kupata mafanikio ni nini? Ni nini chanzo zaidi? Kwa sababu mimi nafikiri sasa sijajua ni mitandao au ni nini, lakini tulikuwa natamani hapo ni nini chanzo cha kijana wa sasa hivi kupata pressure ya mafanikio? Pressure mafanikio kwa vijana wa sasa ni tofauti na pressure mafanikio kwa watu wa zamani. Kwa sababu sio kwamba pressure wanayo vijana tu, hata wazee wa zamani walikuwa wana pressure. Lakini tofauti ni kwamba kwa saizi pressure kwa vijana ni kitu ambacho kinawaathiri kwa sehemu kwa tofauti na wazee wa zamani. Na kwa sasa kitu cha kwanza ambacho kinaongoza kwa kuwa na pressure ni social media. Social media comparison. Sasa hivi umekaa umeamka zako asubuhi, labda unajiandaa kwenda ibadani, kabla hujaenda ibadani ukapitia ukakuta kuna mtu anajenga gorofa. Amewezaje? Afu ukiangalia unaona kama umri wako na wake ni kama unalingana au pengine ni mdogo zaidi yako. Uko unakuta unaanza kuona kama wewe hauna mtu anakuwa ajisi kama yeye sio smart enough kwa ajili ya kupata ile matokeo. Kwa mitandao imetengenezea watu mazingira ya kuwa na pressure. Na kwa sababu mitandaoni watu wanaonesha kile ambacho wanataka wewe uone kuhusu wao. Sababu mitandaoni ni kama everybody tries to show kwamba I am doing good. Hakuna mtu ambaye ni mara chache sana kukuta mtu mtandaoni anaonesha magumu yake. Wengi wanaonesha kama maisha yao yanaenda vizuri sana. Lakini sababu ya pili ni kwamba ni feeling left behind. Yani ni ile hali ya kujisikia kama kaachwa, kujisikia kama kapitwa, kujisikia kama muda umeshamtupa mkono. Sasa hiyo pressure mara nyingi ndio hii ya pili inasababishwa na ile ya kwanza. Yani ukiingia mtandaoni unakuta kila mtu anajaribu kuonesha kwamba anaendelea vizuri na maisha yake. Inakufanya ujione kama mimi basi tena. Yani tayari mimi nishashindwa, tayari mimi nishatupwa nje. Lakini sababu ya chanzo cha tatu inaitwa lack of life direction. Wakati mwingine sio rahisi kupata pressure ya maisha ikiwa utakuwa na direction ya kwako. Kwa sababu Esther, kila mtu ana njia yake. Yani mimi nakoelekea ni tofauti na nakoelekea mtu mwingine kabisa. Sasa kwa nini nipate pressure ikiwa uelekeo wangu na wa mwingine ni tofauti? Kwa watu wengi unakuta hawana direction inayoeleweka kwenye maisha yao. Na kwa sababu wamekosa direction inapelekea wawe na pressure. Kwa sababu ukiwa na direction ya kwako unaweza kuona kwamba ni kweli kafanikiwa, lakini uelekeo wangu na uelekeo wake ni tofauti. Lakini chanzo cha nne ni family and society pressure. Yani family and society, yani familia zetu, jamii, marafiki, ndugu kwa namna moja au nyingine wamesababisha tuwe na pressure. Kwa nini? Kwa sababu wanakuwa na maswali ya when. Lini utaolewa? Lini utaoa? Lini utaanzisha familia? Lini utajenga? Kwa unakuta jamii imemwekea mtu muda ni kama ndio limit kwamba unatakiwa paka utakapofika muda fulani umefanikiwa. Na mara nyingi sana pressure inaanza mtu akianza kufika miaka 20 kitu. Anaanza kuja mtu mzima. Tukishafika 30 pale, mtu anaanza kuona kama muda umebaki mchache sana. Ndio maana ukiwa data mitandaoni wanazungumzia sana umri unaozungumziwa sana ni miaka 30 pale. Zungumzia sana ile age. Kwa unakuta mtu akishafika kwenye ule umri, haijalishi alikuwa amejipanga kiasi gani, anaanza kujisikia kama muda umemtupa mkono. Na hiyo ni kwa sababu jamii imemwaminisha mtu kwamba kabla hujafika umri fulani au utakapofika umri fulani umepata hiki. Kwa ile pressure ya jamii, ile influence ya jamii na influence ya familia na marafiki zetu inasababisha vijana wengi kuwa na pressure. Na sababu ya mwisho ni instant gratification mentality. Naomba ufafanue maana jamani. Instant gratification mentality ni mentality ya kutaka vitu ya haraka. Unajua
ushawahi kwenda mgawani au restaurant, hotel, whatever, ukaagiza chakula ukiwa na njaa? Hata kama chakula kitachukua dakika 5, kwako dakika 5 zinakuwa ni nyingi sana. Kwa nini? Kwa sababu unataka chakula haraka. Kwa vijana wengi wanapata pressure kwa sababu wana akili fulani ambayo inawasukuma watake matokeo ya haraka. Kwa mtu anaamini kwamba labda kwa mwezi mmoja, kwa miezi miwili, mwaka na nini. Kwa unakuta kwa mfano mitandaoni mtu akiwa anataka kumhamasisha mtu afanye kitu fulani, anapita kwenye hiyo engo kuonesha kwamba utafanikiwa haraka. Inaitwa get rich quick. Yani kwamba mtu utapata in no time. Lakini ukweli ni kwamba mafanikio mazuri huaga yanachukua muda. Mentor wangu amewahi kunifundisha akasema kwamba wote mnaweza mkanajenga nyumba moja lakini mkatofautiana muda. Yani wakati mwenzako ameshaanza kuinua ukuta, wewe ukaanza kwanza bado unachimba msingi. Kwa nini tunatofautiana muda? Ni kwa sababu kile unachotaka kitokee baadaye ndio kinachoamua msingi. Kwa hiyo unakuta kuna mtu anaspendi miaka mingi kujenga msingi na ukuaji wake utakuwa taratibu, lakini ukuaji wake utakuwa ni wa uhakika. Ila kuna mtu ambaye anataka akue chap. Yes, kwa sababu ni hizo. Mimi nimependa ulivyoelezea. Unajua, hivi nikuulize kabla tujaenda kwenye swali la pili, ambalo sasa tutakuwa tunaongelea madhara yasiposhughulikiwa. Kwa hizi pressure zisiposhughulikiwa, madhara yake ni nini kwa kijana wa sasa hivi? Kabla tujafika hapo. Kati hizo chanzo zote zinatofautiana, labda tu in a brief, zinatofautiana au inategemea tu na mazingira? Zinatofautiana. Zinatofautiana, lakini pia inategemea. Kwa mfano, kuna watu ambao wao hawafuatilii mitandao sana. Lakini maana yake wao hawatoathiriwa na mitandao. Yaani mitandao inaweza isiwe chanzo cha pressure kwa sehemu kubwa. Lakini unakuta labda familia zao zina maneno. Kuna mtu ambaye unakuteni familia yake waga imuongeleshi, lakini anashinda mitandaoni. Kwa unakuta yani mtu anakuwa hayuko sehemu salama, kiasi kwamba anaweza akakabiana. Umesema vizuri. Yani mimi najua una vitu vingi na ndio bado natamani tupeleke haraka ili kusudi wadau. Jamani vijana, please, if you've not dialed that radio, you have to be here. Leo tupo na Isaac, ni expert relationship lakini ni author na ni speaker mzuri sana. Kwa hiyo naomba, this is your time. Kweli kila mtu ana pressure. Kwa hiyo wewe kijana kama una pressure fulani, this is the time. Sasa tunataka tuende kwenye swali la pili. Madhara yake ni nini yasiposhughulikiwa kwa huyu kijana ambaye ana pressure ya mafanikio? Okay, kama nilivyosema mwanzoni kwamba pressure sio kitu kibaya. Na sisi vijana sio wa kwanza kuwa na pressure. Babu zetu walikuwa na pressure pia, baba zetu walikuwa na pressure. Tofauti ni kwamba kwa saizi sisi vijana pressure inatuathiri kwa sehemu kubwa. Sasa issue sio kuwa na pressure. Issue ni namna gani unadeal na pressure, kwa sababu pressure amewahi kuipata. Mimi nimewahi kupitia pressure, wewe umepitia pressure, kuna mtu sasa anapitia pressure. Of course, hata sasa hivi pressure isiposhughulikiwa kuna namna inaleta madhara. Kitu cha kwanza ni loss of focus. Yaani mtu asiposhughulikia pressure anapoteza uwezo wa kufukuzia kitu kimoja. Mentor wangu amekusema focus maana yake ni follow one cause until successful. Follow one cause until it becomes yani focus. Yani ufukuzie kitu kimoja. Sasa unakuta pressure tumesema ni hali ya mtu kujiona kama muda hauko upande wake. Kwa hiyo asiposhughulikia pressure itampotezea focus. Maana yake ni kwamba ataacha kufocus na kitu kimoja. Unakuta mtu anaingia, leo ni mtangazaji wa redio, kesho anauza mashuka. Kwa hiyo unakuta kesho anaweza kujifunza kutrade forex. Yeye unakuta anafanya vitu. Kwa nini hana kitu kimoja? Kwa sababu anatafuta mahali. Ndio nasema kwamba mfamaji ishi kutapatapa. Yaani kwa anatapatapa. Kwa hana uwezo wa kufocus na kitu kimoja. Kwa nini? Kwa sababu ameshindwa kushukia pressure. Lakini ukishughulikia pressure inakupa message kwamba ni kweli watu wamefanikiwa. Lakini hata mimi pia nipo kwenye right track. Nipo njiani kufanikiwa. Kwa hiyo sitaruhusu kelele za watu wengine au mafanikio ya watu wengine alitoe kwenye kinachokifanya. Kwa hiyo hiyo ni effect moja hapo kwa mtu asiposhughulikia pressure. Lakini cha pili ni low self confidence. Ina lower self confidence. Katika hali ya kawaida ni kwamba unapomuona mtu amepiga hatua ukajilinganisha naye, taratibu unaanza kujiona kama wewe kuna kitu fulani kwenye maisha yako haiko sawa. Kwa vijana wengi wamefika hatua ya kujiona wao ni worthless, hawana thamani kwa sababu tu
walijilinganisha na mtu mwingine. Lakini ukweli ni kwamba mafanikio yote ya mtu yanakuwa na historia nyuma yake ambayo sisi hatuioni. Kwa unaweza kukuta kwamba kuna mtu ambaye kafanikiwa, ni kweli labda kuna juhudi, kuna connection na vitu kama vile pale. Unakuta pengine yeye alikuwa na rasilimali ambazo wewe kwako hukuwa nazo. Unasema unapokuwa unapambana, ukiwa wewe familia inakutegemea, usilinganishe na watu ambao wanategemea familia zao. Kwa hiyo inatokea hivyo pia, unakuta unajilinganisha na mtu ambaye pengine mtaji alipewa. Haimaanishi kwamba hakuna waloto bora kwa juhudi, lakini kuna ile mtu anajilinganisha, anaangalia matokeo. Mimi nilichojifunza ni kwamba njia rahisi ya mtu kufanikiwa, akimwona mtu amefanikiwa anatakiwa kuwa inspired, lakini asishe kuwa inspired. Anatakiwa kujiuliza ni kwamba nini kilifanyika mpaka mtu akafanikiwa. Kwa sababu wakati mwingine tuna hadaika na matokeo, hatuhadaiki na mchakato. Mimi nimewahi kupita mtandaoni nikakutana na mtu mmoja ana vitu ambavyo mimi navipenda. Mimi napenda sana magari. Kwa hiyo nikutana ana gari fulani, kajuza nini aliwezaje kununua hii gari. Kwenye birthday yake akaposti picha za zamani. Nikasema basi niko kwenye yani kama zamani alikuwa hivi, maana yake huyu amehenya. Yani picha tu zinaonyesha kwamba huyu mtu amehenya. Kwa maana yake ni kwamba kumbe hata hizi effort ambazo mimi naweka pia kuna siku zinaweza kwa hiyo tunasema kwamba zile late night sijui na nini kuna siku ambapo zitafanya kazi. Lakini madhara ya tatu, kitu cha tatu ambacho kitatokea kama madhara ni pressure zinampelekea mtu awe na shortcut mentality. Usiposhughulikia pressure, kitu cha tatu kitakachotokea, utakuwa na fikra za kutaka matokeo ya haraka. Ushasikia watu wanatapeliwa mtandaoni? Inatangazwa watu wametapeliwa. Baada ya muda wanatapeliwa na watu wengine pia. Kwa unakuja kuona kwamba ni kwamba watu wenye pressure hawaishi. Kwa nini watu wanatapeliwa? Ni kwa sababu wana hii mentality ya pressure, ya shortcut. Yani anataka matokeo. Pengine mtu anaweza anataka matokeo kama ya fulani, ambaye fulani matokeo yake imemchukua miaka 15 kuyapata. Wewe unayataka ndani ya mwaka mmoja. Sio kwamba haiwezekani, inawezekana, lakini wengi wanatafuta zile shortcut, na most of the time wanasema shortcut is always a long cut. Kwa watu wengi wanakuta anapoteza mtaji, na akipoteza mtaji ana give up. Kitu cha mwisho ni kwamba inasababisha depression and hopelessness. Yani mtu anakuwa na mazingira ya kupoteza matumaini ya maisha kwa sababu ana pressure. Yani depression inamfanya ajione kama mimi ndo basi tena. Mimi kwa mtu anajiwekea mstari kwamba yani mimi sitakuja kufanikiwa. Anahitimisha ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu ametembea na pressure kwa muda mrefu. Na pressure siku zote ina sauti, inamuongelesha mtu. Inakuwa inamwambia, mbona wengine hivi? Mbona wengine vile? Mbona wengine hivi? Mbona wengine vile? Kwa unakuta wewe ukiwa kwenye harakati zako za kufukuzia jambo fulani, unakuta kesho ana post hiyo, unasikia sio mtu kafanya nini? Sio kaenda Dubai, sio kaenda China, sio amenunua kitu gani? Sio kwa unakuta taratibu inaanza kufanya uone kama okay. Inawezekana mafanikio ni kwa watu wengine, sio kwa ajili yako. Mimi unajua Isaac, wakati unaongea pressure eti kwamba inafanya unapitia shortcuts. Unajua mimi ni mhanga wa kutapeliwa kwenye mitandao. Ina maana kipindi hicho ninatakiwa nijichunguze vizuri kwamba yamkini labda ilikuwa ni pressure. Yawezekana ni most of the time ni pressure. Kwa sababu hiyo sio kwamba ni bahati mbaya. Nimesema mwanzoni kwa ni inamfanya mtu ajione kwamba ana a lot of things to do, lakini muda ni mchache. Kwa hiyo anajaribu kutaka matokeo yale lakini kwa muda mdogo uliobaki. Kwa mfano kwa mtu ambaye amejiwekea limit kwamba nitakapotimiza miaka 30 niwe nimejenga, niwe nimenunua gari. Akafikisha miaka 28. Tafsiri yake ni kwamba habadilishi malengo, anabadilisha mkakati. Mwanzo nilikuwa naamini kwamba nitaforce, nitafanya biashara, nitafanya nini, nitachakilika, saizi anaanza kutafuta kitu ambacho nikikifanya in 2 years malengo yangu yale ya kwamba nikitimiza miaka 30 ndio nimejenga, ndio na gari, yao yametimia. Sasa hatusemi kwamba haiwezekani. Sasa ile pressure mara nyingi wage inampelekea mtu anakuwa na poor decision making. Anafanya maamuzi pasipo kufikiria. Hafikiri kwa kina. Kwa unakuta mtu anaingia anapigwa. Kwa unakuta sasa akishapigwa ukijumsha pressure aliyokuwa nayo plus kupoteza, ndio unasikia kijana amejua, kijana akaingia kwenye ulevi wa kupindukia, kijana amejihusisha na madawa ya kulevya na mambo yanafanana nayo. Jamani Isaac, natamani tukae kweli. Jamani, please naenda break kidogo. Tutakaporejea tutawaambia tunarudi na nini, kwa sababu kwa kweli this topic is the best. Na kama wewe ni kijana, nadhani mnamsikiza Isaac vizuri. Yani expert wa relationship, na of course naamini one of the things na one of the types of pressure ambazo wamezungumza ni
pressure ya relationship na pressure ya mafanikio, lakini leo tumejikita zaidi kwenye pressure ya mafanikio. Na basically of course, yani natamani azidi kuongea, ninajifunza mengi sana. Kwa hiyo kama wewe kijana, you're not alone. We are here to tell you that these are the yani hizi ndio changamoto ambazo zinatokea unapokubali pressure ifanye nini, overtake others. Just 2 minutes and then we'll be back. Yeah. Welcome to the Music Surgery. Yesu ni Bwana. Mixing Doctor, mikono ya baraka kwa watoto wa Mungu. Yesu ni Bwana. Ya, tumerudi tena hewani na tunasema topic yetu ni jinsi ya kushinda pressure ya mafanikio kwa vijana. Na kabla ya kwenda kwenye breaks tulikuwa tunaangalia madhara, na tumemsikia mtaalamu wetu Isaac Sumba ameweza kueleza of course more than 4 types of yani madhara yake. Kwa hiyo sasa tunarudi tena Isaac. Tunatamani tujue kijana katika mchakato sasa wa mafanikio afanyeje ili kuepuka hii pressure. Okay, mwanzoni tumesema sababu mojawapo inayopelekea vijana wa sasa kuwa na pressure ni social media comparison. Yes. Yaani wanajilinganisha na watu ambao wanawaona kwenye mitandao. So hatua ya kwanza kabisa ni naweza nikamwambia kijana, stop comparing yourself to others. Very good. Yaani usijilinganishe na watu wengine. Na kwa nini usijilinganishe? Kwa sababu kila mmoja kwenye maisha ana unfair advantages zake. Kuna mtu ambaye yeye anaanza kufanya ambacho wewe unafanya, lakini tayari alianza na rasilimali zilizoweza kumsaidia kumpush. Kwa muda wa kufanikiwa hautalingana na wa yule ambaye anaanza from scratch. Yes. Lakini pia watu tunafanya kosa la kujilinganisha na watu ambao wako kwenye field tofauti ila tu wamefanikiwa. Sasa unapoacha kujilinganisha ni kwamba tafsiri yake ni kwamba unatakiwa ukomae na kile ambacho unakifanya na usitupe macho. Wewe kuna msemo mmoja unasema be inspired, don't hate. Be inspired, don't hate. Be inspired. Yaani usichukie, usijilinganishe, usijifananishe, ila chukua ile kama hamasa. Kuna mtu mmoja amekusema kwamba the fact that something can be done is the proof others have done it as well. Yaani uthibitisho kwamba vitu vinawezekana ni ule ushahidi kwamba kuna watu wamekifanya. Kwa wakati mwingine unapomwona mtu mtandaoni labda kafanikiwa, hautakiwi kujilinganisha naye. Unatakiwa uchukue kwamba okay, kumbe things are possible. Yes. Amejenga, okay, kumbe vitu vinawezekana. Yes. Kwa unatakiwa utembee na hiyo, lakini sio kujilinganisha kwa sababu kwenye safari yake hujui. Huwezi kujua ameriski kiasi gani. Huwezi kujua nyuma ya mafanikio anaonekana amebeba mzigo kiasi gani. Kwa sababu wakati mwingine unakuta kwamba kuna watu ambao tunawaona kwenye mitandao wamefanikiwa, lakini nyuma mafanikio walionayo wana mizigo mizito sana. Kiasi kwamba kija ukiweka wewe unaweza kujikuta unaanguka lakini kitu cha pili ambacho kitamsaidia kijana ili kuepusha pressure wakati yupo kwenye mchakato wa kufuza mafanikio, tunasema create your own definition of success. Unajua watu wanatembea na tafsiri za mafanikio za watu wengine. Kuna mtu ambaye mafanikio kwake ni kumiliki gari. Kwa hiyo ukimkuta ana celebrate, wewe mafanikio yako inawezekana kumiliki gari sio mafanikio, lakini matokeo ya mafanikio. Kwa hiyo unakuta unaanza kuamini kwamba kwa sababu tu huna gari haujafanikiwa. Unaelewa vizuri? Nakuelewa vizuri. Kwa hiyo ukiona definition yako ya mafanikio inakusaidia wewe kuona kwamba okay, sina gari sawa, lakini kumiliki gari kwangu mimi hakutafsiri kama mafanikio. Nahitaji gari, nahitaji gari, lakini gari peke yake. Kwa sababu wakati mwingine nimesema usiposhughulikia pressure inakutoa kwenye focus. Sasa kwenye kutoka kwenye focus ya utoki tu kwenye kufanya ulichokuwa unafanya, inakuondoa pia kwenye tafsiri ya mafanikio ambayo unayo. Kuna mtu ambaye mafanikio kwake is all about impacting millions of people. Kwa hiyo jarishi ana gari, ana nyumba, as long as maisha yake yamefanyika baraka kwa watu wengine, kwake inaitwa tafsiri ya mafanikio. Kwa taratibu akichukua definition ya mafanikio kutoka kwa watu wengine, anaweza kaa ni kweli ana impact millions, anaweza kaa anawatia watu moyo, anaweza kaa anawajenga, lakini
kwa sababu hana gari, anaanza kujiona kama yeye si kijana anayefaa, anaweza kujiona kama yeye ni kijana ambaye hayuko smart, na wakati mwingine anaweza akajikuta anapoteza ile definition yake mafanikio. Lakini kitu cha tatu tunasema trust is a process. Trust the process. Mafanikio ni mchakato. Na tunasema kama kuna mtu aliwahi kufanya biashara akafanikiwa, ule mchakato wa ufanikishaji unatakiwa kuuamini kwamba mimi sio wa kwanza kuingia kwenye biashara ya namna hii. Biashara ya namna hii imewahi kutoa watu wengi waliofanikiwa. Kwa maana yake mimi ni mtu ambaye ni mmoja kati watakaofanikiwa wanaokuja. Kwa wakati mwingine unakuta kwamba sababu moja hapo kwa nini pressure inawaathiri vijana ni wanashindwa kuamini kwenye mchakato wa wao kutoka. Kwa nakuta mtu anafanya vizuri kwenye eneo lake, lakini haamini kama anaweza akafika kwenye kilele cha ndoto ambacho alikuwa anategemea kufikia siku moja. Kwa ku trust the process ni kwamba mimi nafanya hichi ninachokifanya, ninaamini kitanifikisha mahali ninapotaka. Ninaamini kitanipa matokeo ninayotaka. Nafanya biashara, sio nafanya nini, chochote ninachokifanya, ninaamini kwenye mchakato wa mimi kufukuzia mafanikio. Lakini cha mwisho ambacho kitamsaidia, tunasema celebrate small wins. Unajua hakuna mtu ambaye apigi hatua. Of course. Changamoto ni kwamba tunahadaika na hatua kubwa za watu wengine. Sasa unasema hivi, if you are today is greater than you were yesterday, you are successful. Yani kama leo yako, rudia tena. If your today is greater than you were yesterday, you are successful. Yani kama leo yako wewe iko tofauti hata kidogo na jinsi ilivyokuwa jana yako, wewe umefanikiwa. Sasa watu wengi tunashindwa kuwa na gratitude heart. Tunashindwa kuwa na moyo wa shukrani kwa sababu tuna underestimate zile hatua ambazo tumepiga. Lakini kweli ni kwamba mtu yote ambaye amefanikiwa, kuna viji hatua fulani alipiga. Alifanikiwa kutoka kwa wazazi, akajitegemea. Akafanikiwa kuweza kulipa kodi. Kwa kuna hatua fulani hivi alipiga. Kwa unakuta kwamba Martin Luther aliwahi kusema hivi, kama hauwezi kupaa, kimbia. Kama huwezi kukimbia, tembea. Kama huwezi kutembea, tamba. Lakini chochote unachofanya unatakiwa kuhakikisha kwamba una move. Sasa utakapokuwa unatambaa, unatakiwa kusherekea kwamba ninatambaa. I am moving forward no matter how slow it is. As long as I am moving forward, mimi kuna mahali naelekea. Wow. Yes. Yani, unajua mimi natikisa kichwa hapa kwa sababu ninajifunza a lot of phrases. Nifurahi kusikia kwamba yani if your success today is great, even if it is in a small, yes, yani ujue tu bado umeshafanya hatua, yani hata kama ni kidogo, yani ujue tu kuna sehemu unaelekea. But my take home, and you have to celebrate it. Exactly, that's what celebrate small steps. Yes. Yani as far as that unafanya chochote, leo umeweza kufanya kitu. Lakini pia that one nadhani mtaala yani of course is an expertise. Nadhani pia inaendana na kwamba we shouldn't just tukae tu. We should make sure every now and then, kila siku tunakuwa na kitu ambacho kinatufanya tufanye nini? Tuongezeke. Mimi of course nimejifunza vitu vingi. Celebrate small achievements, small steps na vitu kama hivyo. Na unaambiwa today is greater than yesterday. Kwa hiyo definitely unatakiwa uhakikishe kwamba kila hatua unaiangalia. Aisemi najifunza vitu vingi sana. Wewe kijana, naamini. Na actually hii topic tulisema ni ya kijana, lakini naona ni kama inakata cross, unajua mwalimu. It's like inakata across. It's not about vijana. Lakini ni kitu ambacho kinakata across, inagusa vijana, inagusa, lakini anyway. Hongera sana. Basi tunaendelea na maswali yetu. Na ili swali nadhani litakuwa linamsaidia. Yawezekana kuna kijana ambaye hasa ana pressure au labda anaona kama amebaki nyuma, tumeshaona madhara, tumeshaona chanzo, lakini pia nadhani kuna matumaini. Isaac. Yani despite kwamba labda you're going through the pressure and everything, nadhani kuna matumaini. Sasa nini kifanyike ili huyu kijana anayepata pressure aweze kupata hiyo mafanikio? Nini kifanyike? Okay. Kitu cha kwanza kitakachomsaidia kijana kufanikiwa au kuepukana na pressure akiwa anatafuta mafanikio. Cha kwanza kabisa ambacho ni cha muhimu, tunasema refine your life mission. Refine your life mission. Yani
Ielewe maisha yako. Uelewe purpose na uclarify direction. Kwa sababu wakati mwingine tunapotea kwenye maisha kwa sababu tumejichanganya na watu ambao wanapoelekea na tunapoelekea si tofauti. Au wakati mwingine tunapotea kwa sababu tulikuwa hatujui tuenda wapi. Kwa hiyo refine your life mission ni kwamba unatakiwa ukae chini ujue who am I? Where am I going? Sababu hiyo ndio itakusaidia kutengeneza focus. Yes. Lakini kitu cha pili ambacho kitamsaidia kijana aweze kufanikiwa ni decision making ability. Unajua mafanikio kwenye maisha ni matokeo ya maamuzi. Na kufeli kwenye maisha ni matokeo ya maamuzi. Mmoja mke wa aliyekuwa rais wa 32 wa Marekani anaitwa Eleanor Roosevelt. Aliwahi kusema I am who I am today because of decisions and choices I made yesterday. Yaani mnavyoniona niko leo, mnatamani muwe hivi. Mko inspired. Haya mnayoyaona ni matokeo ya maamuzi na machaguo ambayo nimefanya huko nyuma. Tafsiri yake ni kwamba kama ningekosea kufanya maamuzi, leo msingemuona mnayemuona. Na mnayemuona leo ni matokeo ya maamuzi. Kwa kumbe unapofanya maamuzi ndio una shape maisha unayotaka. Sasa vijana wengi hatuna uwezo wa kufanya maamuzi. Tunataka watu wengine wafanye maamuzi kwa niaba yetu. Lakini maisha ya kijana ni jukumu lake 100%. Jukumu lake 100%. Sasa kwenye maamuzi kuna maamuzi aina 3 ambayo kila kijana anatakiwa kuyafanya. Na muhimu sana kwa kijana kuyafanya. Aina ya kwanza ya maamuzi tunaita identity based decision. Identity based decisions. Yes. Ni maamuzi kuhusiana na utambulisho. Wewe ujitambue. Unataka utambulikeje? Unataka watu wakuite vipi? Utakapotajwa mahali unataka watu wakutaje kwa namna gani? Kwa sababu kuna kijana saizi ukikutana naye utasikia ni graphics designer. Utasikia anacheza mpira huyo ni MC. Kwa unakuta anapoteza ile identity. Kwa aina kwanza maamuzi ni identity based decision, kwamba unaamua kuhusiana na jinsi unavyotambulika na jinsi ambavyo unataka watu wakutambulishe. Sasa ukifanya maamuzi ya namna hiyo, vitu utakavyofanya vyote vinakuwa kwenye kujenga aina ya utambulisho ambao unataka. Aina ya pili ya maamuzi tunaita milestone based decision. Ni maamuzi kuhusiana na umbali unaotaka kufika kwenye hicho ulichochagua kwenye hatua ya kwanza. Kwamba nimechagua kuwa MC, nataka niwe MC wa kiwango gani? Mimi nataka kuwa mtumishi wa Mungu, niwabariki watu kupitia neno, nimtumikie Mungu kupitia uimbaji. Sawa. Unataka ufike wapi kwenye hicho ulichochagua? Mimi nataka kuwa mwalimu wa mahusiano. Sawa. Nataka kuwa mwalimu wa mahusiano kwa kiwango gani? Nani ambaye unataka umfundishe? Nani unataka akusikilize? Nani unataka kuinvite? Nani unataka aje akuombe ushauri? Kwa sababu wakati mwingine your destination it will determine the price you must pay. True. Ukijua kile ambacho unataka kukipata kama matokeo itakwambia pia aina gani ya gharama ambazo tutakupeleka. Aina ya tatu ya maamuzi ni tunaita legacy based decision. Ni maamuzi kuhusiana na alama unayotaka kuiacha baada ya wewe kuondoka duniani. Unajua watu wengi tunaamua kuhusiana na tule nini, tuvae nini, lakini hatuamui kuhusiana na alama ambayo tunataka tuiache. Yesu Kristo amekuja ameishi muda mfupi, lakini aliacha alama. Alijua kwamba nataka nitakapoondoka hapo hajui kwamba kuna mtu alikuwepo. Ndio maana hakufanya vitu vingi. Alifanya kitu kimoja tu. Unaelewa? Kisoma watu wakubwa wengi. Mpaka leo tunakumbuka kwa sababu ya kitu hichi kimoja. Kwa hiyo kijana yote anatakiwa kufanya maamuzi ya alama gani anataka kuiacha. Mimi kwenye safari yangu ya kujitafuta nimekuwa nasoma sana vitabu. Nakumbuka mwaka 2022 nisoma vitabu kama 110. Vitabu 100 na ngapi? 110, yes. Alafu unasoma baada ya muda gani? Unasoma si kwa ndo kazi lonayo. Ndio nakwambia things are possible. Vitu vinawezekana. Sasa kwenye kusoma kwangu vitabu, siku moja nilikuwa nasoma kitabu, nilikutana na kitabu cha mtu anaitwa Robin Sharma. Kitabu chake kimoja kizuri sana, kinaitwa Who Will Cry When You Die. Unapokifungua tu pale, anakuambia when you were born you cried while the world rejoiced. You have to live your life in such a way. When you die you rejoice, but living the world cries. Ulipozaliwa wewe ulilia, huku dunia ikifurahi kwa sababu ya kuja kwako duniani. Unatakiwa kuishi maisha yako katika namna ambayo siku utakapokufa wewe ufurahi kwa sababu ya kazi uliyoifanya
lakini uiache dunia ikilia kwa sababu ya pengo linaloenda kutokea baada ya kuondoka kwako. Kwa watu wengi tunafanya maamuzi kuhusiana na maisha yetu ya leo. Hatufanyi maamuzi kuhusiana na jinsi ambavyo tunataka watu watukumbuke, jinsi ambavyo tunataka watu watuzungumzie. Mimi kuna mtu mmoja kwenye industry ya mahusiano anani-inspire sana. Anaitwa Peter Mitimingi. Peter Mitimingi amekufa so many years ago, lakini still clip zake zinatembea. Anatambulika kama mtu ambaye amewahi kuwa gwiji kwenye eneo la mahusiano. Unaweza kufikiri yupo. Yes, mtu mwingine anaweza asijue. Kuna mtu anaitwa Dr. Miles Munro. Tunasoma vitabu vyake leo Miles Munro. Lakini kafariki muda mrefu na kusoma vitabu vyake usikajua kama jamani marehemu. Kwa hiyo unakuta kwamba walifanya maamuzi kuhusiana na legacy. Nataka nitakapoondoka mwili na roho yangu visiwe pamoja na watu, lakini mchango wangu kwenye jamii uendelee kuishi. So most of us we don't make decision concerning our legacy. Ndio maana unaweza kukuta kwamba kuna mtu anakufa baada ya miezi miwili amesahaulika. Kwa nini amesahaulika? Kwa sababu aliishi maisha yake katika namna ambayo sio inayo impact maisha ya watu. Tunazungumzia vitu gani ambavyo vitamsaidia kijana kufanikiwa. Kitu cha tatu ni competence. Kwenye chochote ambacho kijana anakifanya ni lazima ajijenge kwenye kiwango cha kuwa mahiri. Yaani mtu akiona ufanyaji wake hawezi kumtofautisha na watu wengine. Kwa sababu kwenye namna ya kujitofautisha mentor wangu amenifundisha tunaweza tukajitofautisha kwa namna tatu. Namna ya kwanza ukajitofautisha kwa ubora. Namna ya pili ukajitofautisha kwa kasi. Namna ya tatu ukajitofautisha kwa utaalamu. Kwa wakati mwingine unatakiwa tu jitofautishe kwamba okay, mnahitaji nani? Mpiga kinanda. Okay, kuna mtu fulani bwana akipiga kinanda. Basi. Tunataka videographer. Kuna mtu fulani bwana akisimamia video. So unaelewa? Yaani kwamba kijana kwenye chochote anachokifanya, ubora, ubobevu unaweza ukamsaidia. Na ili mtu awe mbobevu anahitaji vitu vikubwa vile au vitatu. Cha kwanza awe na maarifa ya kutosha kwenye hilo eneo. Lakini cha pili awe amekutana na kesi nyingi zinazohusiana na hilo eneo na amezipatia ufumbuzi. Experience. Yes. Kitu cha 4 ambacho kitamsaidia kijana aweze kufanikiwa ni consistency. Yes. Hakuna mtu ambaye amewahi kupiga nyundo ukuta ukapasua kwa nyundo moja. Ni maana chache sana. Kwa sababu kutakuwa unatakiwa upige. Sasa kinachokuja kuangusha ukuta sio nyundo moja na wala sio nyundo ya mwisho. Ni mjumuiko wa zile nyundo nyingi. Ndio maana Biblia inasema pia kwenye kitabu cha Thessalonike kwamba jaribuni mambo yote, lishike neno jema. Maana yake unatakiwa ufanye kwa muendelezo. Kwa tafsiri ya Kiingereza inasema try as many things as you can so that to see what is suitable. Kwa hiyo kwenye tafsiri ya kujitafuta watu wanisi kwamba ni unatakiwa ujitafute kwenye eneo moja. Unatakiwa ushike hiki. Baada ya muda uone kwamba hakinipeki nakotaka unaacha. Yes. Kwa kijana asiogope pia kubadilisha direction wakati mwingine kwa sababu hofu waga wakati mwingine watusumbua ni hofu ya kuanza upya. Kwamba sasa nafanyaje? Tamwambiaje watu kwamba naanza upya? Tamwambiaje? Lakini kitu cha mwisho ambacho kitamsaidia kijana aweze kufanikiwa ni strong network. Mtandao wa watu ulio imara. Yes. Sasa kwenye strong network hapo tuwekane wazi. Mara nyingi network haitafutwi. Network inajengwa na inavutwa. You see? I love that. Yes. Nimependa hilo. Na njia rahisi ya mtu kujenga network ni trying to become valuable. Yaani chochote unachokifanya ajiposition katika namna ambayo utaonekana mtu wa thamani. Automatically network inajengeka. Kwa sababu watu wana feel prestige kufahamiana na wewe. You see? Sasa nikisema network vijana wengi waga